Sijui kama watu wengi wanaelewa. Watu ni muhimu kuliko bidhaa ambayo unauza, kwa sababu bidhaa inaweza ikawa bora, lakini pasipo watu ikaharibika. Na ndio maana nikasema watu ni muhimu sana kuliko bidhaa ambayo unauza. Biblia yenyewe inasema, neno la Mungu lipo wazi kabisa kwamba nitainua watu kwa ajili yako. Kwa hiyo Mungu anavyotaka kukufanikisha, Mungu anatumia watu. Haleluya. Anatumia watu kwa ajili ya kukuinua, anatumia watu kwa ajili ya kukufanikisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Labda nitoe mfano mwingine. Nitoe mfano huu hapa. Juu ya vijana. Inafika kijana anataka kuoa. Inafika kijana anataka kuolewa. Haleluya. Huyu anayetaka kuoa anaona yani hapati hata mtu wa kumwambia habari za leo. Haleluya. Na sio kawaida kiroho kabisa. Biblia inasema Mungu baada ya kumaliza uumbaji, baada ya kuumba mbingu na nchi, Biblia inasema akamfanya mtu baada ya kutengeneza mazingira kwa ajili ya mtu kukaa. Biblia inasema mtu wa kwanza kumuumba alimuumba Adamu. Baada ya kumuumba Adamu, Biblia inasema Mungu akasema kwamba si vema huyu mtu awe peke yake. Baada ya kuona Adamu amempa wanyama, Adamu ameachilia matunda, ameachilia mafanikio, ameachilia kila kitu, lakini akaona si vema Adamu awe peke yake. Biblia inasema akamfanyia msaidizi ambaye ni mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kufika mtu, muda umefika wa kuolewa, anakaa hapati mtu wa kuolewa naye, au hapati mtu wa kumuoa, na hiyo ni zuio, ni ukuta upo wa kiroho ambao unazuia asionekane. Unazuia yeye asifikie familia yake.